Huu mzozo wa Marekani pamoja na Irani kwa hivi sasa ni kama vile umehamia katika vita vya majini, yani vita vya baharini, kwa sababu kupitia mlango wa bahari wa Hormuz kila siku yanaibuka mambo mapya. Hapa ni kutokana na Irani kuweka uzuiaji katika mlango huo wa bahari, lakini ile blockade ya Marekani katika eneo ambalo linakaribiana na mlango wa bahari wa Hormuz, ndio maana mambo yanazidi kuwa mambo kila siku katika mlango huo wa bahari. Sasa kuna taarifa hapa kutoka vyombo vya habari vya Irani vimeripoti kuwa Marekani ilishambulia boti za kiraia na kuua watu 5. Lakini kile ambacho Marekani wanachosema ni kwamba wao waliharibu boti za kijeshi za Irani za IRGC zilizokuwa zinatishia meli za biashara katika eneo hilo. Pande mbili zinakinzana. Irani wanasema kwamba Marekani ilishambulia boti za kiraia na kusababisha mauaji ya raia 5. Lakini Marekani yenyewe inasema wao walishambulia boti za jeshi la majini la Irani IRGC ambazo zilikuwa katika operesheni za uzuiaji wa meli katika eneo la Strait of Hormuz. Ni taarifa mbili ambazo zinakinzana, lakini haya yote yanatokea baada ya siku ya hapo jana kupitia rais wa Marekani Donald Trump kueleza kwamba Marekani imeanzisha operesheni ya Project Freedom ambayo inalenga kulinda usafirishaji wa kimataifa, yaani wanasindikiza meli zote na kuzielekeza kupita katika njia iliyokuwa sahihi, ukiachana na ile ambayo imezoeleka, ambayo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limezuia kabisa njia hiyo, kwamba hakuna meli ambayo inaruhusiwa kupita katika eneo hilo. Sasa Marekani ni kama vile ameamua kutumia nguvu za kijeshi kwa ajili ya kuweza kufungua eneo hilo. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alieleza kwamba nguvu za kijeshi hazitaweza kamwe kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, isipokuwa diplomasia pekee ndiyo inayoweza kuchukua nafasi ya kusababisha amani kupatikana katika mlango wa bahari wa Hormuz na meli kupita bila wasiwasi wowote. Lakini pia katika taarifa ambayo Iran wameieleza siku ya hii leo, wamesema walifyatua risasi za onyo dhidi ya manuari za Marekani na kuzilazimisha ziondoke, lakini Marekani wakakanusha madai kwamba meli zao zilipigwa au kushambuliwa kwa mafanikio. Kwa hivyo kumekuwepo na ukinzani. Upande huu mmoja unatoa taarifa, lakini upande mwingine unakanusha kuhusu hizo taarifa ambazo wanazieleza. Hiyo inatoa tafsiri ni kwa jinsi gani kwenye uwanja wa vita hali inavyozidi kutokea kwa hivi sasa. Upande unakubali, lakini upande mwingine unakataa kabisa. Lakini kupitia taarifa ambayo imetolewa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC ilieleza kwamba manuari za Marekani wakati zinaingia katika mlango wa bahari wa Hormuz zilikuwa zinaingia huku rada zao zikiwa zimezimwa. Waligundua kwamba rada zimezimwa ili wasiweze kuwaona au kuwafikia. Ni inatafasiri kwamba yawezekana manuari za Marekani zilikuwa katika uvamizi wa kijeshi katika eneo hilo, ndipo ambapo Irani ikashtuka haraka na kutumia makombora pamoja na droni kuzirudisha nyuma kuzishambulia. Lakini japo Marekani walikanusha, video zipo zinaonyesha kabisa manuari za Marekani ambazo zilikuwa zikiwaka moto baada ya shambulizi kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Irani, kitengo cha majini Navy. Mwisho kabisa, Irani wenyewe walitoa taarifa ambayo ilikuwa inaelezea onyo kali, wakisema kwamba jaribio lolote la baadaye la vikosi vya majini vya Marekani kuingia katika mlango wa Hormuz litachukuliwa kama uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Na testi moja ilionekana baada ya Irani kushambulia pale Fujairah nchini Umoja wa Falme za Kiarabu, katika moja ya kituo kikubwa kabisa cha mafuta nchini Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Nitakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa.